الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. Jana tuliingia kuelezea mubtilatu saum, mambo yenye kubatilisha saumu, na tulinena kwamba mambo yenye kubatilisha saumu yamegawanyika vigawanyo viwili. Wanavyoni wameagawanya vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza ni ma yubtilu thawaba saumi la sauma nafsaha, chabatilisha thawabu za funga, sio funga yenyewe. Na jana tulisimama na kigawanyo hichi mpaka tukakihatimisha kwa maelezo tuliyoyapanga, na tulinena kwamba ni kigawanyo hatari sana. Tunafaa tujiepushe na kigawanyo kama hicho. Kigawanyo cha pili ni hatari zaidi kuliko cha kwanza, kwa sababu kinabatilisha thawabu na funga yenyewe. Hicho kigawanyo cha pili ni kipi? Ndicho ambacho kwamba kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba tuwafikie kukielezea kwa uzuri bila ya mapungufu. Ni hichi ambacho chabatilisha thawabu na funga yenyewe. Hapa leo tutasimama na kigawanyo hichi ambacho ni kigawanyo hatari sana. Kigawanyo hichi wanavyuoni wanakiita almufattirat. Nayo hayo mambo yenye kubatilisha thawabu na funga yenyewe ni mambo manane. Jambo la kwanza ni arriddatu, kuritadi. Maana ya kuritadi ni qat'ul islami, kukata Uislamu. Wewe ni Muislamu kisha ukaja ukaukata Uislamu wako. Na kuritadi ima kwa nia, mtu aritadi kwa nia, au aritadi kwa maneno, au aritadi kwa vitendo. Mtu anaweza kuritadi kwa nia au kwa maneno au kwa vitendo, na hapo atakuwa ametoka kwenye Uislamu, na akiwa amefunga funga yake itakuwa imebatulika. Hawezi mtu akaritadi kisha akasema kwa kuwa nimeritadi leo na nilikuwa nimefunga, bado dakika chache ifike, bado muda mdogo mfupi ifike maghrib, nitasubiri ili nisikose hizo thawabu. Akiritadi tu saumu yake itabatulika, na kutokea funge mchana kujizuilia, huko kote hakutohesabiwa, kwa sababu kubatulika saumu hapa unabatulika na thawabu zake. Kwa hivyo ni hatari sana. Na kwa nia unaweza kukusudia wewe kuwa umejitoa kwenye Uislamu, kanuia kutoka kwenye Uislamu, sio shaka au wasiwasi ambao shetani mara nyingine huwa anajaribu kuishawishi imani yako, mpaka wakati mwingine unasikia wewe unapiga udhu billah, anajaribu kukushawishi kwenye nafsi yako. Lakini kufikiria, kunuia ndani ya moyo wako na kuhudhurisha mambo ya kikufuru kutoka kwenye Uislamu, utakuwa umeritadi. Wa kauli ni kutamka maneno ambayo ni maneno
ya kikufuru, kama mtu aseme tu moja kwa moja mimi nimesha ritadi, au aseme naitakidi Mungu ni wawili, au aseme naitakidi kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Meritadi kwa kauli. Kwa fiili ni afanye, aonyeshe ishara ambazo Waislamu hawaonyeshi ishara hizo. Mfano, usujudie sanamu. Meritadi kwa kusujudiwa ni nani? Ni Allah peke yake. Kwa hivyo watu wapaswa wawe makini mno. Kwa hivyo jambo la kwanza katika kigawanyo hichi ambacho ni almufattirat, kinachobatilisha thawabu na saumu yenyewe, cha kwanza ni aridda, kuritadi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, tulinde. Usiji makini. Kuna wangapi leo ni Waislamu na baadaye walikuja baadaye wakaritadi? Muombe Mwenyezi Mungu. Ukiwa Nabii Allah Yusuf mwenyewe alisema tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Hakujiamini, hakujihakikishia, alikuwa na hofu, akamuomba Mwenyezi Mungu katika dua yake, tawaffani musliman, Mola wangu nifishe hali ya kuwa mimi ni Muislamu. Si tu kuwa ni Muislamu, tena wa alhiqni bisalihin, na unikutamanishe na watu wako wema, waja wako wema. Allah tuhifadhi, tusije tukaritadi. Mungu atuhifadhi. Kuna watu wameandikiwa mwisho mwema, na wengine wameandikiwa mwisho muovu, na mwisho muovu ni mwisho muovu. Ukikosa husnul khatima umepata mwisho muovu. Wangapi waliokuwa maabid wakifanya ibada kweli kweli, lakini mwisho wakaikosa husnul khatima? Na wangapi waliokuwa waovu kupindukia, lakini mwisho Mungu akawapata nabuhi, wakafa katika hali ya kuridhisha. Kwa hivyo usiji makini, wala usimdharau mwenzako. Na ni hadithi, si maneno yangu. Mwanadamu hufanya matendo ya peponi mpaka ikawa kiasi kwamba lao anakufa, yani kiasi kwamba yeye na pepo ni amebakisha dhiraa moja tu akaingia peponi, lakini ikampata hatima mbovu, akafa katika hali mbovu, kakosa husnul khatima. Na mwingine la yamalu amala ahli nnari, anafanya matendo ya watu wa motoni. Matendo ya watu wa motoni ni kuzini, madhambi, mambo ya madhambi, mpaka ikawa baina yake yeye na moto ni kiasi kipimo cha dhiraa, lakini huo mwisho akarudi akapata tanabuhi, na akaja akafa katika wangapi? Wengine waliokuwa walevi kabisa, mwisho au ni asikia ataka kuingia msikitini, na kumbe akienda kuswali ikawa ni swala yake ya mwisho. Simdharau, hujijui wewe ni nani. Simhukumu mwenzako. Ukimwona mwenzako hako katika njia mzuri, usimdharau, muombe Mungu na umnasihi kwa njia mzuri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Sijione wewe labda ni wewe, na hata pia huko tu kujisikia kuwa wewe unafanya amali kuliko wengine, umeharibu amali yako, na hiyo inaitwa ujubu. Ni hatari sana. Wewe unajisikia tu, mimi nakuja kuswali tarawehe, wengine wavivu, mimi naamka kuswali tahajjudi. Hakuna kuonaye, labda umeamka usiku wa manane baina yako na Mwenyezi Mungu, lakini ukajisikia katika moyo wako kuwa wewe unatenda, tayari ushajiharibia amali yako. Simama usiku kucha, lakini ile amali yako umejiharibia. Kuna hiyo yaitwa ujubu. Hizi ni katika almuhlikat. Imam Ghazali amezitaja sampuli hizi katika kitabu chake cha Al-Ihya Ulumuddin. Ria pia ni miongoni mwazo, ambayo jana Ustadhi alitueleza ni shirki iliyositamani. Wewe wafanya fulani akuone, unapata fahari kuonekana na mtu hali ya kutekeleza ile ibada yako, pia hiyo unajiharibia. Kuritadi, ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Pia kuna kisa kinasimuliwa, kinaweza kuwa ni cha kweli au ni cha uongo.
Inasemekana kuwa palikuweko na ndugu wawili. Mmoja Mungu amemjalia mashallah nimpenda khairati, fanya ibada, muda wake anaotumia kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu, na mwingine ni kinyume chake, mlevi na fanya mambo ya kutomridhisha Mwenyezi Mungu. Wakati mmoja yule aliyekuwa mwema, angalia hatima ya mwanadamu, hakuna jua, alifikiria, shetani akampitikia, wewe umejifunga kwenye maibada, wajitesa, huna muda wa kuketi kufurahia ulimwengu duniani, na wakati hata wewe hujui wewe utaenda wapi, peponi au motoni. Shetani anajaribu kucheza na nafsi yako. Kuna wakati unafanya ibada lakini shetani anakutia shaka ibada zako, hujui zimekubaliwa zikubaliwa, unarudi baadaye kata tamaa, wacha nijifanyie tu. Sasa huyu upepo mbaya wa shetani ulimpitia, kawa na fikra hiyo, akasema basi kimoyoni, wacha na mimi basi, kwa kuwa mlango wa tauba uko wazi, wacha na mimi niende basi dakika tu chache, na mimi nijifurahie, nione yale mazuri ya duniani. Inasemekana yeye alikuwa chini nyumba moja, wakiishi nyumba moja, na ndugu yake iko juu. Akaona ni wazo zuri, shetani anakwambia fanya, na mara nyingi watu wanapofanya makosa kufanya kwa njia hiyo, shetani anakwambia muda bado unao, saa kutubia, sijinyime kiasi hicho, sijibane, fanya, kisha hapo muombe Mwenyezi Mungu msamaha. Na makosa hayo huwa yana uzito, kupata msamaha si uzito kwa Mwenyezi Mungu, lakini haya ni makosa ya kukusudia, hilo laitwa dhambi, si yale ya kuteleza. Wewe mwenyewe umedhamiria kulifanya lile kosa, unafaa ukilifanya lile dhambi utubie sana kwa Mwenyezi Mungu. Sijasema kuwa tauba hakuna. Yule bwana akawaiwa panda juu kwenda kwa ndugu yake, na yule naye Mwenyezi Mungu anamtia tanabuhi, mambo gani umefanyayo? Mwangalie ndugu yako chini, kesho huyo ataenda kupata pepo, anamuogopa Mola wake, anatekeleza amri za Mola wake, anaepuka makatazo yake. Wewe ukifa utakwenda wapi? Utaridhia kwenda motoni? Umuone ndugu yako uko kwenye gorofa huko juu, amepandishwa cheo na daraja, yoenda peponi. Ule alidhamiria, aliazimia kwenda kumwasi Mwenyezi Mungu, na huyu mwingine Mwenyezi Mungu amempata tanabuhi, akaona ni kweli. Basi pale akazivunja nini, akaangusha zile chupa za pombe, akasema mimi sasa naenda kushirikiana na ndugu yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kuanzia leo mimi natubia kwa Mwenyezi Mungu na naenda kukaa naye tufanye ibada pamoja. Sasa yule wa chini anapanda na yule wa juu anafanyaje? Anashuka. Sasa walipokutana kwenye taraja, wakapigana vikumbu, wakagongana, wakaanguka wote kwenye taraja, wakasingirika mpaka chini, ikawa ni sababu ya mauti yao. Wote wawili walikufa. Sasa hebu niambieni, mwisho mwema ni wa nani na mwisho mwovu ni wa nani? Hiyo nawachia nyinyi, Allahu a'lam. Almufattiru thani alhaidhu wannifasu walwilada, hata nyuma imetangulia. Jambo la pili miongoni mwa mambo yenye kuharibu saumu ni hedhi, mwanamke kutokwa na damu ya hedhi na damu ya nifasi na kuzaa. Hata akitotokwa na damu, mwanamke akijifungua hivi sasa hivi, uchungu umeshika, kienda hospitali akaenda kazaa, kuisha saumu yake itakuwa imefanyaje? Imebatilika. Kwa hivyo mwanamke mwenye hedhi, mwanamke mwenye nifasi ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kujifungua, na kule kujifungua kwenyewe, hata kama amejifungua bila kutokwa na damu, saumu itabatilika na watakuja watalipa baada ya Ramadhani. Jambo la tatu miongoni mwa mambo yenye kuharibu saumu ni aljunun, uenda wazimu. Mtu kuwa mwenda wazimu. Sasa hivi sisi sote tuko timamu, Mungu asijali lao mmoja wetu hapa akili zikafanyaje, zikaruka kidogo, hata akapata akili, madamu zimeruka, hata akapata akili hapo kwa hapo, saumu yake itakuwa imebatilika.
saumu itakuwa imebatilika. Lakini halazimishi mtu huyu kulipa kwa lazima. Kulipa kwake yeye ni sunna. Mtu amekuwa mwenda wazimu, mtu anaweza kuwa mwenda wazimu miaka, taambia saumu zote hizo zilipe? Hapana, si lazima kulipa, lakini ni sunna kuzilipa. Jambo la 4 ni al-ighma'u was-sukru, kupotelewa na fahamu na kulewa. Kulewa, kutumia ulevi, pombe, ukalewa. Lakini hii haina maana mtu ametumia pombe mchana wa Ramadhani takuwa tayari ushakunywa, saumu imebatilika. Hii ni mfano, mtu alikunywa pombe usiku, ikafika wakati gani wa asubuhi, kipindi cha saumu, bado fahamu hazijafanyaje, hazijarudi. Sasa hapa lakini kuna tafsiri, wasema idha amma jami'an nahar, huyo aliyepotelewa na fahamu kwa kuzimia na huyo aliyepotelewa na fahamu kwa kulewa. Ikiwa kipindi chote mchana wa Ramadhani wote mpaka imefika magharibi bado hajazinduka, aliyezimia bado hajazinduka, na alielewa bado hajapata fahamu, hao ndio saumu zao zitabatilika, watalazimika wafanyaje, walipe. Lakini kitu muhimu, kaid muhimu ni mchana wa Ramadhani wote hajapata fahamu. Lau alipata fahamu, hata kama alilewa kwa makusudi, wengine wanasema ikiwa alilewa kwa makusudi mwenyewe kwa kujitakia, fahamu zikaruka, hata akapata fahamu, saumu yake imebatilika. Lakini kauli ambayo ni mu'tamad ni kwamba akipata fahamu, hata kama alilewa kwa makusudi mchana wa Ramadhani, na muhimu usiku ametiania, basi saumu yake itafanyaje, itaswihi. Yaani mfano alizinduka bado sekunde chache magharibi ingie, huyo aliyezimia amepata fahamu, au alielewa fahamu zimeanza kurudi, zimerudi fahamu zake, saumu yake itafanyaje, itaswihi saumu yake. Kwa hivyo kule kubatilika kwa saumu yao ni ule mchana wote ukienea wa Ramadhani na hawajapata fahamu, saumu yao itafanyaje, itabatilika. Japokuwa ya masala yana tafsiri, lakini tumeelezea kwa njia ya kueleweka na njia ya urahisi. Jambo la 5 ni aljimaa, kuungama, kufanya jimai, kumwingilia mke wako mchana wa Ramadhani kunabatilisha saumu, lakini ikiwa ni kwa makusudi. Ikiwa ni kwa makusudi. Ikiwa ni kwa kusahau, haibatiliki saumu yake, so ataendelea na saumu yake, wala hayamkusu mambo ya kafara. Madhambi na kule kufanya imsak na kutoa kafara ni kwa yule aliyefanya jimai mchana wa Ramadhani kwa makusudi. Waona bana, matamanio yamekuzidi, mke wangu basi kidogo kwa leo bana, ni dharura. Si wajua bana, sisi tumeoana Shaabani, Mungu anatujua bana, sisi ndio pia anawajua mnapomkosea. Tukafanya jimai mchana wa Ramadhani, basi jua ni madhambi makubwa. Tusilidharau hili suala. Usione mimi bana tamanio bana, sasa nitafanyaje? Nenda msikitini ukaketi itikafu, usome Qur'an. Waachane na mawazo, lakini bakia nyumbani, baadaye utakuja utashawishika, moyo utakusukuma, ndipo pale mtu mara ameteleza, amefanya jimai mchana wa Ramadhani. Usijaribu, jitahidi, jizuie nafsi yako, usije ukaiharibu saumu yako kwa kufanya jimai. Tayeb, mtu akiwa amefanya jimai mchana wa Ramadhani, kwanza tuelewe saumu yake itafanyaje, itabatilika. Saumu imebatilika, na ikishabatilika saumu yake, basi kuna mambo 5 haya yatampasa yeye. Jambo la kwanza, atapata ni madhambi, atapata madhambi, na madhambi makubwa sana. Jambo la pili, atalazimika afanye imsak. Si kwamba saumu yangu imeshabatilika basi ndio basi, sio basi, utafanya imsak. Ufai kufanya jambo lolote ambalo umekatazwa ukiwa umefunga. Kweli huna saumu, lakini utajizuilia mpaka magharibi, na ile saumu utafanyaje? Utakuja utailipa, na kulipa kwenyewe kadha yake ni hiyo, utailipa ile siku na kafara pia itakulazimu. Kuilipa ile siku na kafara pia itakulazimu.
Jambo la tatu, la pili ni kujizuilia, atafanya imsaki. Jambo la tatu ambalo litapandamana kwake yeye ni kuadhirishwa. Ikiwa hatorudi kwa Mwenyezi Mungu, basi hakim atamwadhirisha ule mtu kwa kufanya tendo la aibu mchana wa Ramadhani. Hata kama ni mke wako, lakini aibu kubwa mtu mchana wa Ramadhani kufanya jambo kama hilo. Kwa hivyo ataadhirishwa ili iwe mfano kwa wengine wasifanye jambo kama hilo. Lakini akirudi kwa Mwenyezi Mungu metubia, basi hakim hatomwadhirisha. Ya nne ni lazima alipe ile saumu, na la tano jambo ambalo litapandamana kwake yeye ni lazima kutoa kafara kubwa. Na kafara kubwa ni moja katika mambo matatu kwa mpangilio. Hawezi kwenda kwenye jambo la pili akisema jambo la kwanza nimeelemewa mpaka lishindikane. Jambo la kwanza katika kafara yake ni itqu rakabatin mu'mina, ni kuacha mtumwa huru ambaye ana sifa ya muumini, ya imani. Mtumwa wa kiumini amwache huru, lakini kwa sasa hivi hakuna watumwa. Sasa hapo ataweza kutoka kwenye hatua ya kwanza na kuelekea kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili ni siyamu shahreni mutatabi'ain, kufunga miezi miwili mfululizo. Ikiwa wewe bado unajiweza, ni kijana, huwezi kusema mimi siwezi kufunga miezi miwili mfululizo. Huwezi kivipi? Mbona uliweza kufanya jimai mchana wa Ramadhani? Lazima uweze. Huwezi ni ile mtu saa nyingine pengine mgonjwa na ugonjwa katazwa daktari, huwezi kufunga na ugonjwa, pengine magonjwa kama ya kisukari yale kwa wengine huja yakawashika, kufunga miezi miwili mfululizo ni gumu. Kwa hivyo kishindikana, kwa uhuru wa kukubalika kwa yameshindikana, basi ndio atakwenda kwenye step ya tatu. Step ya tatu ni itaamu 60 miskina, kulisha maskini 60. Maskini 60, kila maskini kibaba kimoja cha chakula cha hizi tembe tembe kinacholiwa kwenye pale pahali. Kama huku mfano tuseme mchele, kama ni pojo, kama ni maharagwe, hivi vyakula vyenye nini vinavyoliwa kimazoea mtaani. Sasa utatoa kiasi gani? Mud ni kiasi gani? Ni kilo kasoro robo, si kilo kasoro robo. Utatoa kila siku. Talisha maskini wangapi? Maskini 60. Hiyo kwa matajiri wataona hiyo ni sahali, lakini jua kwamba madhambi si sahali. Hayo ni madhambi makubwa, na anafaa kukere kwenye moyo wako maisha yako yote mpaka kufa kwako. Na mtu kama aliwahi kufanya katika maisha yake, basi amuombe Mwenyezi Mungu. Tena huu ni mwezi wa rehema, mwezi wa maghfira. Tubu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hilo ni dhambi kubwa. Tubu kila wakati kwa Mwenyezi Mungu, muombe kusamehe. Matamanio humpelekea mwanadamu kubaya sana. Akishindwa kujikontrol, basi kufanya lolote. Hiyo matamanio anamfanya mwanadamu afanye lolote, kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, kwani kuzini ni jambo rahisi. Lakini mwanadamu anashindwa kujikontrol matamanio yake, akaenda kufanyaje? Akazini. Mwenyezi Mungu atuafu na hayo. La mwisho tumesema ni manane. La sita inshallah na la saba na la nane, haya inshallah tutayawacha kwenye darasa itakayofuata. Kesho Mungu akipenda tutamalizia haya mambo yenye kubatilisha saumu, na tumepita namna hii ni kwa haraka, isipokuwa pale ambapo pahitaji ufafanuzi na kutanabahisha. Mungu atuwafikie kila la kheri, atujalie kuwa katika wale min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu minkum.